Taarifa kama hizi za mapema kuelekea hali ya mvua kama ya El Nino zinakuwa na manufaa gani kwa wananchi, lakini pia kwa mashirika ambayo yanatoa misaada mbalimbali ya kibinadamu? Iona. Asante. Taarifa hizi ni muhimu kwetu. Maana zinatupa tahadhari. Unaweza kusogelea kipaza? Yes. Taarifa hizi zinatupa tahadhari ya mapema. Ya sisi kuweza kuanza kufanya maandalizi ya mapema na kuchukua hatua za mapema. Taarifa hizi ni muhimu na tunashukuru sana TMA kwa kuweza kutupatia utabiri huu wa msimu ambao sasa serikali pamoja na kushirikiana na wadau mbalimbali ambao ni watoa msaada binadamu tuanze kuanza kutoa msaada ile ya kabla ya maafa kutokea. Msaada hii ni pamoja na kutoa elimu na kuandaa mipango ya kuona namna gani yakitokea tunafanyaje na tutachukua hatua gani. Yes. Kwa maana hiyo tusibenyufa kabla hatujashindwa kujenga ukuta. Elfadhili, kuna uhusiano gani kati ya taarifa kama hizi za mapema na kuongezeka kwa majanga yanayohitaji misaada ya kibinadamu? Uhusiano kwa mkubwa, na uhusiano unatokea kwenye upande wa Naam, uhusiano kwa mkubwa na uhusiano unatokea kwenye upande wa mabadiliko ya tabia nchi kulinganisha na upande wa misaada ya kibinadamu. Maana tukisema mabadiliko ya tabia nchi tunaongelea ni yale mabadiliko katika hali ambazo tumezizoea za miaka yote. Maana kwanza mabadiliko ya tabia nchi yanafanya misimu inabadilika kwa mantiki ya kwamba unakuwa muda mrefu zaidi au unakuwa mfupi zaidi au unakuwa umechelewa au umewahi. Kwa mfano kama kipindi cha mvua unakuta kinakuwa kikubwa zaidi, na baadhi ya majanga ambayo yanachukuaga muda mrefu kutokea yanakuwa yanatokea kwa karibu zaidi. Kwa sababu hizo zinakuwa zinaharibu mfumo tuliozoea na zinakuwa kwa kiwango ambacho inaweza kuwa kidogo sana kuliko tulichokizoea, kwa sababu mvua zinakuwa chache au kinakuwa ni nyingi sana kuliko kiasi ambacho tumekizoea. Kwa sasa huo tofauti ndio unasababisha majanga. Na majanga kitokea yanahitajika kuwa na kutoa misaada. Ninachokipata kutoka kwako ni kwamba taarifa hizi ni muhimu sana, lakini tumekuwa tukishuhudia wananchi wakizipuuzia hata zikitolewa kwa mapema. Kulikoni? Naam, hilo swala la watu mbalimbali kutokufuatilia taarifa za utabiri zinazotolewa ni watu wanakuwa wanadhana kwamba uhalisia wake. Manake utabiri umesema labda mvua itanyesha kesho, lakini kesho yake hiyo ni jua. Sasa kama mtu imemtokea mara 2 mara 3 au sasa hivi ukimwambia kwamba kuna mvua nyingi, kwa nini akuamini? Na kwa hapo inakuwa sio kwamba imekosewa, ni kwamba zinakuwa zina usahihi. Sema utabiri umetolewa katika kanda. Kwa hiyo ukitoa katika kanda, kwa mfano kanda ya Dar es Salaam, kanda ni kubwa. Kwa hiyo hata tukichukua mfano tu hapa Dar, mvua ikinyesha huko Mikocheni, mtu ambaye aliambiwa Kawe kwamba hamna mvua, kama utakuwa kuna mvua, kwamba Kawe hajanyesha, ile Mikocheni imenyesha. Kwa hiyo mtu wa Kawe atasema utabiri ni wa uongo, yeye ajua na mvua. Lakini mvua Mikocheni imenyesha. Na tatizo linakuwa wapi? Licha ya kwamba unasema kunakuwa na kanda, kwa nini uelewa huo wananchi umekuwa kama kidogo kuna ombwe kwamba sawa walisema labda Dar es Salaam, lakini Dar es Salaam ni kubwa, labda imenyesha Temeke ama imenyesha sehemu fulani. Kwa nini uelewa huo unakosekana? Naam, maana mtu anachotaka ni kama ukisema kuna mvua, aione mvua alipo. Haijalishi kwamba umesema Dar imenyesha wilaya 3, hii wilaya yangu ijanyesha, mimi sitakubaliana nayo hiyo. Lakini sasa hapo unajua swala, maana utabiri utakuwa umepatia. Na ukiangalia kwenye takwimu zinaonyesha kwa Tanzania utabiri zetu uko vizuri sana. Sema maboresho yanayohitajika ni kuweza kushusha kwa kimo cha chini, kwamba tusitoe kwa, maana sasa hivi utabiri wa mwisho unaishia kwenye ngazi ya halmashauri. Na hata halmashauri yenyewe bado ni kubwa. Kwa hiyo kijiji ambacho kiko halmashauri ya kule juu kinasema ni tofauti na kijiji ambacho kiko halmashauri ya chini. Lakini zote ziko ndani ya halmashauri moja. Kwa sasa utabiri una haja ya kuweza kuboresheka ili uweze kushuka katika ngazi ya chini, kwamba labda tuseme ngazi ya kijiji, kwamba useme kijiji namba 1 kutakuwa kuna mvua sana, kijiji namba 2 mvua kidogo. Maana hata hapo hata kwa kijiji kimoja hicho unaweza kuta hapo mtaani kwamba mvua inakata tu hapo. Sasa mtu yuko ngambo ya huko ya barabara hajaona kitu. Iona, tuambie utaratibu wa utoaji misaada ya kibinadamu unakuaje, hasa ukianzia
kabla kama ulivyosema ni muhimu kutoa tahadhari mapema, lakini wakati wa majanga kama yatatokea kweli na hata baada. Asante. Kwanza tujue misaada ni ipi. Misaada ni chakula, lakini pia kuokoa maisha ni msaada. Nikimkuta mtu amedondoka, ameumia, nimemsaidia kuwa recovery vizuri, basi hiyo ni misaada ambayo nimempatia. Kabla ya maafa kutokea, kama nilivyokwisha kusema awali, tunatoa msaada wa elimu. Tunatoa msaada pia ya kuandaa mipango ya pamoja kushirikiana na wadau. Lakini wakati wa maafa ikifika, tunafanya ni assessment ama tathmini ya janga ambalo au madhara ambayo yametokea. Tunasema need and damage assessment. Hiyo ikifanyika, tunashirikiana na wadau. Tunaanza kuangalia kipi kinahitajika na kiwango gani. Lakini wakati huo tukiangalia ni kiwango gani, tuangalie nani atakuwa wa kwanza. Sababu kuna watu ambao tunasema ni wale wanahitaji mahitaji maalum zaidi kama kina mama, watoto na kadhalika. Nao pia tunaangalia hivyo. Na ndipo hapo sasa utaratibu unafuata ni kushirikisha wadau. Kutoka kani anajua ana nini. Tunamwambia ndugu yangu wewe una nini? Na tunahitaji magodoro, huyu anasema mimi bwana nina chakula, huyu ana nini? Basi tunashirikiana kwa pamoja kwa utaratibu ambao uko coordinated chini ya ofisi ya waziri mkuu. Ni mashirika gani yanaruhusiwa kutoa misaada katika nyakati zote za majanga? Taasisi za kiserikali, taasisi ambazo sio za kiserikali, UN agencies, NGOs zote zinaruhusiwa. Hata mtu binafsi pia. Hapo umekuja pazuri. Utaratibu wa mtu binafsi unakuwa vipi? Kwa sababu nakumbuka ni wakati wa janga la soko la Kariakoo, mfanyabiashara Nifa alichangisha watu na akakamatwa. Na wewe unasema hata mtu binafsi anaruhusiwa. Labda utuweke sawa hapo, utaratibu kwa mtu binafsi unakuwa vipi? Maana nia yake inaweza kuwa njema lakini haijafuata utaratibu. Wakati wa maafa yanapotokea, serikali inatoa mwongozo. Kwa wale wote ambao wanahitaji kuchangia kwa ajili ya kutoa msaada in terms wa fedha. Sio kitu ambacho umekuja nacho. Ukiwa na kitu ambacho umekuja nacho, utaenda pale eneo la tukio, utakutana na utaratibu wa watu wanaopokea misaada, utakuwa registered na utatambulika bwana mtu fulani ameleta msaada. Lakini ikiwa ni fedha, huko utaratibu wa serikali, ofisi ya waziri mkuu kupitia idara ya management ya maafa kupitia sheria namba 6 ya mwaka 2022 inao mfuko wa usimamizi wa maafa. Na kila inapotokea janga kuna namba ambazo zitatoka za kwa ajili ya kuweza kuweka fedha hizo kwa utaratibu. Kwa hiyo kama mtu yeye anadhani kwamba yuko kwenye jamii ambayo anaweza kuchangisha na akaleta ile misaada kwenu ama kwa mashirika kama ya kina Elfadhili, inakuwa vipi? Hatu entertain kuchangisha kwa sababu inaleta shida baadaye. Kama shida gani? Shida hizi sometimes mtu anachangisha kwa hafikishi ile. Na mwisho wa siku inaonekana mbona sisi kuna watu wamechangishwa na misaada haijafika. Shida ikitokea hiyo nyuma, ndio maana serikali imeona hiyo haiwezekani. Lakini kwa mashirika kama haya, wao tayari wana utaratibu wa ndani ya mashirika, ndani ya taasisi husika. Wana donors mbalimbali ambao tayari wameweka mipango yao vizuri. Na wakifika pale, basi wao wenyewe wakishapata namna yao, wanakuja serikalini, wanasema jamani, sisi kama ni Tanzania tuna 1 2 3 na utaratibu wetu unajulikana. Kwa ipo kwa utaratibu mzuri sana. Na hata tunayo platform kwa mujibu wa sheria ya wadau hao wote ambao tunakutana na tunapeana utaratibu mzuri. Hata leo tarehe 18 tumekuwa na kongamano na wadau hawa pale Duncan Hall. Tukijifunza na kukumbushana zaidi masuala haya ya humanitarian coordination. Elfadhili, mnakuwa mnatoa elimu kama hivi ama kuanza kutoa misaada ya kibinadamu baada ya hatari ama tahadhari kama hivi kutangazwa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ama na ninyi mkiona kuna dalili fulani mnazungumza kwa pamoja kwamba labda kuna kitu fulani kitatokea, tushirikiane tufanye 1 2 3? Kwetu sisi hatuanzii tu kwenye maafa yanatokea. Tunaanzia kabla ya maafa. Na namna tunavyoanzia kabla maafa, ya kwanza ni kwenye kufanya kazi pamoja na jamii na taasisi mbalimbali kufanya tathmini ya hatari ambazo zipo katika eneo husika. Na kutambua kwamba kwa kuangalia pia na utabiri unasemaje. Kwa hiyo ukitambua labda kwa njia ambazo sisi katika kijiji chetu tunafanya kilimo, ikitokea mvua zimepungua kidogo, hii itasababisha mazao yetu yafe. Kwa kutambua hizo hatari ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kwa kuangalia utabiri na kuweza kwa kushirikiana na jamii na maafisa ugani wa halmashauri na wilaya husika
kuweza kutafsiri kwamba ule utabiri una maana gani katika ile eneo. Maanake utabiri wa mvua, labda watasema mvua zinanyesha ni milimita fulani, ina maana tofauti kwa mtu anelima mahindi, ni tofauti na mtu anayelima mtama, ni tofauti na anayelima mpunga. Lakini wote watatu utabiri ni mmoja. Kuna mmoja yuko hatarini kulingana na zao lake, mwingine hayuko hatarini kulingana na zao lake. Na hiyo kwenye utabiri tunaangalia utabiri wa kisayansi wa kutoka TMA kama huu, na pia tunaangalia utabiri wa njia za asilia, kwamba maki kila jamii kuna namna yake ya kutabiri, kwamba kwa kuangalia viashiria vya kwenye mazingira, labda kuna baadhi za sehemu unakuta wadudu fulani wakionekanika muda fulani, inaashiria labda kuna mvua inakaribia, au kama vile kakakuona au kuna wale kumbikumbi wakianza kupaa mvua ziko jirani. Kila jamii ina ishara zake. Kuna wale wazee labda wa vijiji na wao wanakuaga na utabiri wao, nao mnauzingatia? Kwetu sisi tumejitahidi kufanya utabiri ufuate mifumo ya kisayansi, kwa maana ya kuangalia kipi cha kweli na kipi sio cha kweli. Unajua kwenye hizi kuna vitu vingi huko ndani vimechanganyika, kwa hiyo kuna haja ya kutenganisha ili sayansi ya utabiri ya kweli. Mnakutana na changamoto gani katika kutoa hii misaada ya kiutu maeneo mbalimbali? Changamoto ambazo tunazokutana nazo, ya kwanza tunaweza tukasema ile upokeaji wa mwamko wa jamii. Maana mnaweza mkawa mnatoa labda mafundisho kuhusiana na mbinu fulani ya kilimo au teknolojia fulani, lakini mwamko, unajua kitu kipya kinakuwa kinachukua muda polepole ile jamii iweze kukipokea na kuweza kukifanyia kazi. Na pia kwa wale mashirika ambao unakuta labda anafanya kazi katika mazingira magumu sana, labda kwenda kwenye ukoaji, wakutana na changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo inatofautiana kulingana na hali husika, kwamba hamna moja ambayo utasema inafanana kwa kila sehemu. Yona, takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba hawa watoa misaada ya kiutu kwenye majanga mbalimbali, wao wenyewe wamekuwa wakikabiliwa na hatari kubwa tu, na wengine hata kufikia hatua ya kuuawa. Unadhani Tanzania inaweza kujifunza nini kutokana na uzoefu wa watoa huduma ambao ama watoa misaada ambao wapo kwenye maeneo kwa mfano yenye migogoro ama yenye majanga ya tabia nchi, hasa tunavyoelekea katika hizo mvua za El Nino kama zitatokea? Pamoja na kuchukua tahadhari. Wanasema wakati unaenda kwenye operation, usalama kwanza. Na usalama kwanza unaanzia kwa wewe binafsi ambaye unaenda pia kutoa huduma. Lakini pia tunapoenda kutoa huduma, ni kweli tunapata madhara kwa sababu unaweza ukaumwa. Lakini pia wengine psychologically ukapata shida. Mfano kule Rufiji mwaka 2024, jeshi la zimamoto wakwaje walienda kufanya maokozi. Wale askari baadhi kisaikolojia kuona ile miili na kufa kila siku na toa mwili haijakaa sawa. Kwa hiyo inapata changamoto. Kuna jambo la kujifunza hapo, hasa sisi watu wa huduma, kuona namna gani sasa kusaidiana sisi wenyewe pia. Tunapoenda kwenye operations, tuone watu fulani wenye discipline ya psychosocial support nao wawepo ile kuweza kusaidia. Maana si salama sana kila hatua. Jambo hilo kama unalosema, kuona miili ni la hatari na huenda linaweza kuchukua muda mrefu kwa mtu wa huduma mpaka kurudi tena kwenye hali ya kawaida. Mnakuwa mnawasaidia vipi kuhakikisha kwamba hata baada ya yale majanga kuisha, mnawahudumia pia na wao warudi katika hali yao ya kawaida? Kama nilivyosema, tunakuwa na wataalamu wa psychosocial, psychological, wanasaidia pia kuanzia pale, lakini pia wanaendelea kupatiwa huduma ya hospitalini. Kama mpata madhara zaidi, lazima wapate hiyo huduma. Yes. Na mnawapa huduma hiyo kwa muda gani? Mpaka wapone. Mpaka wapone. Yaani kwa mfano taasisi ya Kani amekuja na mtaalamu wake pale na amemtuma pale na wajibu huo wa kuhakikisha kwamba anampatia huduma, lakini pia kwa kushirikiana na serikali. Yes, kwa sababu tuko kwenye operation ya pamoja, na operation ya pamoja, kwa hiyo yote anayepata changamoto pale anahakikisha kwamba anawaishwa kama hospitalini. Kuna wale ambao labda pia ni wagumu kusema, kwa mfano Fadhili, unaona kabisa huyu hayuko sawa lakini hasemi. Mnakuwa na muda ambao mnawafuatilia kuona kwamba hawa hali zao zikoje? Maana mnaweza kuwa mmewachukua wengine mmewaweka hapo kwenye matibabu, lakini kumbe kuna mgonjwa anateketea zaidi hata ya wale ambao mmeshawagundua ama wamesema. Kwenye hapo kaida kuna tathmini zinafanyika, na pia kuna haja kutambua mahitaji tofauti
kulingana hali ya mtu. Maana wote mnaweza kwenye janga moja lakini mahitaji yenu ni tofauti. Kwa mfano mzee ana mahitaji tofauti au mama ukilinganisha na mdada wana mahitaji tofauti. Okay. Kwa kuna haja kutambua hivyo vitu pia. Mkungu wa Ngwarumba anatuandikia anasema kwamba tuombe mvua ya heri kwani Mungu anapenda kuombwa kwa njia ya unyenyekevu. Ulitajia njia pale. Naamini pia wachungaji, mapadre, masheikh wakisema pia kwamba kuna mvua, watu wajiandae ama namna gani? Sasa hilo ni swala la imani. Unajua swala la imani kila mtu ana imani yake bwana. Ninyi kama watu ambao mnatumia njia mbalimbali kwa kufoasi kwamba nini kinakuja, mkianza kuangalia mambo ya yajayo especially kwenye masuala ya mvua, na akatokea labda mchungaji ama kuhani ama padre ama shehe akasema bwana kutakuwa na mvua kubwa, mnajipanga kuchukua tahadhari maana hao ni watu wa imani. Kwetu sisi tunavyoongea utabiri wa jadi sio wa kidini. Ni utabiri kwa kuangalia viashiria. Nafahamu hilo, lakini nauliza huu mazingira wa dini mnauchukulia vipi? Kwa sababu tumeona ibada nyingi za kuomba mvua na watu wanaenda twendeni tukaombe mvua, kesho mvua inanyesha ama siku hiyo hiyo. Jamani, tunafanya mkesha, tunafanya novena ya kuona mvua, watu wanaenda. Sasa ninyi mkiana mvua inakuja. Labda niseme kitu kwenye hilo. Unajua kila kitu kinakuja by rumors. Ninge vinaanzia by rumors. Naweza nikaitems kama rumors. Kwa mfano ofisini pale kwetu tuna kituo cha operation na mawasiliano ya dharura. Unaweza kupiga namba 190. Ukaambia bwana huku bwana mafuriko huku na lakini sio, inawezekana ni kweli ama sio kweli. Kwa hayo tunapokea, lakini ukishapokea unaenda kwa watu ambao wanahusika na taratibu. Kwa mfano CMW bwana mchungaji fulani amesema bwana kutanyesha mvua kubwa. Nyie kwenye modeling zenu, nyie kwenye utaratibu wenu wa CMW, hebu tuambieni huu uhalisia ukoje? Lazima tu verify. Ndio maana tunasema kama tunaanza kuna rumors then unakuja kufanya verification. Kwa verification ni kwa wataalamu husika. Nao waone bwana hii rumors inaendaje. Kwa mkiona kama shehe ama kiongozi wa dini labda mnauliza bwana hebu verify angalia. Lazima traditional methods zipo ambazo verify. Jambo muhimu kwanza lazima tu verify ili swala likoje. Teknolojia, lakini nyie pia watu wahusika mnatumia taratibu zingine. Tutalichukuliaje na mtuambie uhalisia. Ndipo tuweze kuact. Fadhili, tunapoelekea kuadhimisha siku ya watu wa huduma ama misaada ya kibinadamu kwenye majanga mbalimbali. Siku hii kwanza inamaanisha nini kwenu? Kwenye siku hii tunakumbuka na kuwaheshimisha watu wote kuanzia mtu binafsi hadi mataasisi hadi serikali ambao kwa namna moja au nyingine wanashiriki, wanachangia, wanabeba jukumu. Maana jukumu ni la kiutu, la kibinadamu, la kujitolea, sio la malipo. Kwa hiyo tunakuwa tunawatambua na kuwashukuru hawa watu na kuwaadhimisha hawa watu wa aina hiyo. Na pia na kutoa elimu kwa umma. Sasa unasema pia kuna changamoto hiyo ya masuala ya elimu, lakini watu kuzingatia hayo, mnadhani mnatakiwa kufanya nini zaidi kama wadau kuhakikisha kwamba jamii inaamini taarifa hizi na inachukua tahadhari pengine? Kuelekea huko kuna hatua ambazo kama serikali inabidi fanye na kama mwananchi inabidi fanye, sisi kama taasisi na wadau wote ambao sio serikali wala sio mwananchi inabidi ifanye. Tukianza kwanza na sisi kama taasisi, kuna haja ya kuweza kutoa elimu na kuweza kushirikiana na serikali na mamlaka husika katika kuweka lugha nzuri ya zile taarifa na kuziambatanisha na ushauri wa jamii ifanye nini, kwamba taarifa isiishie kumwambia tu kwamba kuna mvua nyingi, ile imwambie kwamba kuna mvua nyingi. Kwa hiyo wewe ulioko unaelima mpunga hapo Morogoro, kwa hiyo fanya 1 2 3, au mfugaji fanya 1 2 3. Kwa hiyo kuna haja kuifungamanisha hiyo taarifa vizuri na ushauri na imfikie mlengwa, kwamba ushauri ambao atakuwa uende kwa mfugaji aliko Chalinze usije ukienda kwa mkulima aliyoko Morogoro, maana hautamsaidia. Kwa hapo tunaingia kwenye swala la pili ambao serikali na wadau wengine itabidi tushiriki, ni namna gani tunazifikisha hizi taarifa kwa wahusika. Na lugha pia, urahisi wa lugha.
Maana kuna njia nyingi za kufikisha taarifa kwa kupitia mashauri na serikali zake, kupitia vyombo vya habari, kupitia redio na pia kuna mbinu nyingine ya muhimu zaidi kupitia hizi jumbe za SMS. Maana zile sasa hivi unajua watu wengi wana simu. Na simu kebea kila mtu, hata mtu aliyeko ndani kiasi gani, wengi wana simu. Kwa sasa na ile inaweza kumfikishia mtu moja kwa moja. Kuna swala la ulinzi wa data pia, mtu anakuuliza hii namba yangu umepata wapi bwana kina Kani, na mnaanza kunitumia jumbe zenu za sasa ngoja nimalize, maana kuna namna kupata hizo namba na hiyo tuboreshe vipi utumiaji wa message. Sasa kwenye uboreshaji wa utumiaji wa message kufikia watu wote kuna swala gharama inahusika. Ili gharama ya kutumia wananchi wote wa Morogoro, nani anaweza kuikava? Hii gharama nani aibebe? Kwa hiyo serikali na wadau wengine inabidi tuweze kuangalia namna gani tunaweza tukaweka mfumo mzuri wa kuweza kumudu hizi gharama za kutumia watu jumbe zenye utabiri na ushauri wa nini kifanyike kulingana na eneo aliyopo na ikiwezekanika kulingana na shughuli anayoifanya. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.